Uchunguzi mpya uliofanywa na CNN umegundua kuwa sehemu kubwa ya vituo vya kijeshi vya Marekani kote katika eneo la Asia Magharibi vimepata uharibifu kufuatia mashambulizi ya Iran na washirika wake, jambo linaloibua wasiwasi huko Washington kuhusu uimara wa miundombinu yake ya kikanda. Kulingana na uchunguzi huo ambao matokeo yake yameripotiwa na mtandao huo siku ya Ijumaa, angalau maeneo 16 ya kijeshi ya Marekani katika nchi 8 katika eneo hilo yalilengwa. Lakini katika visa kadhaa, uharibifu uliweza kuwa mkubwa na wa kutosha kuweza kufanya vituo hivyo vilivyolengwa visiwe na uwezo wa kuweza kufanya kazi kabisa. Matokeo yaliweza kuonyesha kuwa maeneo yaliyoathiriwa yanawakilisha nafasi nyingi za kijeshi za Marekani katika eneo hilo, ambapo msaidizi wa bunge anayefahamu tathmini ya uharibifu aliambia CNN. Uchunguzi huo ulitokana na picha nyingi za satellite pamoja na mahojiano na vyanzo vya habari nchini Marekani na mataifa ya Kiarabu ya pwani mwa Ghuba ya Uajemi. Sijawahi kuona kitu kama hicho. Maafisa waliotajwa katika ripoti hiyo walitoa maoni tofauti kuhusu kiwango cha uharibifu katika eneo hilo. Nikinukuu hapa, aliweza kusema kwamba kumekuwa na tathmini mbalimbali. Chanzo kimoja kilisema kuwa kwa upande wa kushangaza kuwa kituo kizima kimeharibiwa na kinahitaji kufungwa, hadi viongozi wanaosema vitu hivi vinastahili kutengenezwa kutokana na manufaa ya kimkakati wanayoipa Marekani. Hata hivyo, chanzo kingine cha habari cha Marekani kinachofahamu hali hiyo kilisema kuwa sijawahi kuona kitu kama hiki hapo awali. Picha za satellite zilizoripotiwa na CNN zinaonyesha kuwa mashambulizi hayo yalilenga mali za kijeshi zenye thamani kubwa, ikiwa ni pamoja na mifumo ya rada, miundombinu ya mawasiliano na ndege. Inajulikana kuwa walitambua vituo hivyo kama malengo yenye gharama nafuu zaidi kuweza kufikia mashambulizi. Msaidizi huyo wa bunge alisema, na akaongeza kuwa mifumo yetu ya rada ndiyo rasilimali zetu ghali zaidi na chache zaidi katika eneo hilo. Mingi ya mifumo inaelezwa kuwa ya gharama kubwa na ngumu kuweza kubadilisha. Lakini kuongezeka kwa gharama za fedha kulikuwaje? Athari za kifedha za kulipiza kisasi kwa Iran pia zimejitokeza. Mdhibiti mkuu wa idara ya vita ya Marekani, Julius Husti watatu, aliwaambia wabunge kwamba vita hivyo vimegharimu Marekani karibia dola za Kimarekani bilioni 25 hadi sasa. Hata hivyo, chanzo tofauti kinachofahamu jambo hilo kilisema kuwa makadirio ya ndani yanaweka gharama hiyo kuwa kubwa zaidi, kati ya dola za Kimarekani bilioni 40 mpaka dola za Kimarekani bilioni 50. Maendeleo hayo pia yamesababisha wasiwasi miongoni mwa washirika wa kikanda wa Washington. Vita hivyo vinaonyesha kwamba muungano wa Marekani hauwezi kuwa wa kipekee na hauwezi kuingiliwa. Chanzo kimoja cha habari cha Saudi Arabia kiliambia CNN. Kisasi cha Iran kilianza mnamo Februari 28, muda mfupi tu baada ya uzinduzi wa shambulio la hivi karibuni la Marekani na utawala wa Israeli dhidi ya taifa la Kiislamu la Iran. Katika angalau mawimbi 100 ya mashambulizi ya kulipiza kisasi, vikosi vya jeshi la Iran vilitoa makofi makali kwa mali za kimkakati na nyeti za Marekani katika eneo kubwa la eneo hilo, ikiwa ni pamoja na Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Falme za Kiarabu, Kuwait na Jordan. Sasa mtazamaji na mfuatiliaji wetu, hapo hatuna la ziada. Tutakuwa tunakusogezea ni hicho, ni kwamba CNN imethibitisha kwamba
Sehemu kubwa ya kambi za Marekani huko katika Asia Magharibi zimeharibiwa katika mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran. CNN imeweza kuripoti hivyo, na hayo sio maneno yangu, ni maneno ambayo yameweza kuripotiwa na CNN. Yaani kuna wale watu wanaopendea kusema kwamba mbona vyombo vikubwa havijaripoti, mbona BBC haijaripoti, mbona CNN haijaripoti. Sasa leo tumekusogezea habari kutoka CNN wenyewe. Wanakuambia kwamba vituo vingi, karibu vituo 16 katika eneo la Mashariki ya Kati, vituo hivyo vimeharibiwa kabisa, haviwezi kufanya kazi tena. Vituo 16 katika nchi hizo zote nilizokutajia, vituo hivyo vimeweza kuharibiwa kabisa, haviwezi kufanya kazi tena. Sasa tuachie maoni yako, tuambie ni kipi ambacho unacho. Tukutane wakati mwingine na wasaa mwingine.